Dakta, hujambo na karibu ndugu mpendwa mtazamaji wa Kwetu News 24 mahali popote mlipo. Matumaini yetu mpo salama salimeni, hivyo nikukaribishe kuungana nami kwenye makala hii ya habari zinazojiri hususan mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia Afrika. Ni saa 12 saa za Afrika ya Kati, saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Twende moja kwa moja kwa habari kamili. Mapigano yameripotiwa tangu Jumapili asubuhi katika hifadhi ya taifa ya Virunga karibu na jiji la Goma na kusababisha wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi. Kulingana na vyanzo vya kadhaa vya kuaminika, sauti za risasi nzito na nyepesi za silaha zilisikika katika baadhi ya maeneo ya jiji siku ya Jumapili hiyo jana. Kulingana na mashuhuda wa tukio hilo, mapigano hayo yamejikuta katika eneo linaloelekea Rusayo katika eneo la Nyiragongo ndani ya hifadhi ya taifa ya Virunga. Mapigano hayo yameripotiwa kuwakutanisha wapiganaji wa wazalendo wanaoshirikiana na vikosi vya jeshi ya Kongo FARDC dhidi ya waasi wa M23 AFC ambayo inaungwa mkono na nchi ya Rwanda. Kulingana na vyanzo hivyo, katika kijiji la Goma lililoko karibu na eneo la mapigano, wakazi kadhaa wamesema wanafuatilia hali hiyo kwa wasiwasi. Baadhi ya wanaoendelea kukaa nyumbani kutokana na kutokuwa na uhakika wa usalama. Ndege isiyo na rubani ya Kichina yenye ukubwa wa mbu ulioundwa kwa ajili ya ufuatiliaji na upelelezi wa siri ikiwa imehamasishwa na kuruka kwa wadudu. Ndege hiyo isiyo na rubani hutumia vifaa vyenye mwanga mwingi, mabawa yanayoweza kusongeshwa na vifaa vya kielektroniki kuingia muonekano na miundombinu ya wadudu halisi. Kupata hati ya kusafiria kutoka kwa wakurugenzi kuu ya uhamiaji DGM uko Uvira, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kusini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni mitihani mkubwa. Kulingana na muombaji aliyohojiwa hapo, kati ya foleni zisuluhishwa ukosefu wa miongozo na upendeleo. Mchakato huo unaonesha dosari nyingi za shirika. Hada hizo wazi dola za Marekani 45 na faranga 1000 za Kongo kwa ajili ya kubadilisha pasipoti, na dola 10 na faranga 1000 za Kongo kwa ajili ya hati ya CPG. Lakini ukusanyaji huo uliopangwa kufanyika siku inayofuata unaonekana kuwa wa vurugu. Vilevile watu waliokuja kuwasilisha hati zao na wale waliokuja kuzichukua wamechanganywa pamoja. Mkanganyiko mkubwa. Hakuna wakala anayochukua jukumu la kuita majina baadhi ya watu kupanda kupitia madirisha ili kuingiza faili zao haraka zaidi. Tukiwa tu huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vita kati ya Kivu Kaskazini M23, vikosi vya jeshi la DRC vimeuteka tena mji wa kimkakati wa Kazinga ulioko katika eneo la Oso Banyungu katika eneo la Masisi huko Kivu Kaskazini Mashariki mwa DRC. Mji huo ulikuwa umechukuliwa kwa wiki mbili na waasi kutoka muungano wa River Congo ama Mto Kongo na M23 unaoungwa mkono na nchi ya Rwanda. Wakazi kulazimika kukimbilia msituni sasa wanakabiliwa na hali mbaya ya kibinadamu. Tukiwa tu nchini DRC, mjadala umeibuka baada ya chama cha UDPS ambacho kimekuwa madarakani tangu mwaka 2019 kutangaza nia ya kufanya marekebisho ya katiba ambayo yatamruhusu Rais Felix Tshisekedi kusalia madarakani zaidi mwaka wa 2028 kumrazi. Miongoni mwa wanaopinga uwezekanao huo ni pamoja na naibu rais wa pili wa Seneti Modest Bahati, lakini pia kambi ya rais wa zamani Joseph Kabila. François Alwende
ni mchambuzi aliyowakilisha. Hii imetoka uchapishaji wa RFI Kiswahili. Bei ya gesi imepanda barani Ulaya kwa 30% wakati huu vita kwenye eneo la Mashariki ya Kati ikiathiri msuko ama masoko ya nishati na kuzidisha hofu ya kusatiza ama kutatizika kumrazi kwa ugavi wa bidhaa hiyo, ikiwa itachukua muda licha ya bei kupanda ijapita viwango vya mwaka wa 2022 wakati vita vya Ukraine ilipoanza. Rudi huko nyuma katika eneo la Fizi milimani huko katika eneo la Point Zero, kutokana na hali iliyopo kwa sasa, hali ya vita kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo na vijana wazalendo. Mmoja ya wazalendo ambao wametoka huko na kujeleza kipi ambacho kimeendelea katika shamba la vita huku. Tumepata bahati ya kupata nafasi ya kuongea naye kipi ambacho kimeendelea huko kwenye shamba la vita maeneo ya Point Zero. Hivyo tumsikilize alichukua nacho cha kutuambia. Asante sana bwana mtangazaji. Kwa majina naitwa Naluhumbu Kibambala Mwamiwenjuki. Mimi ni coordinateur wa ele politique ya wa VDP mu province yetu ya Sud Kivu bwana. Asante sana bwana mtangazaji. Niliondoka hapa moja kwa moja wakati tulisikia ya kwamba Point Zero inaanguka mikono ya M23 Twirwaneho Coalize na Red Tabara. Ikabidi twende kufanya effort tuangalie nini cha kufanya. Ni kweli tulifika mpaka kwenye uwanja wa mapambano Point Zero na adui tulimjengua pale kwa nguvu nyingi na kwa kasi nyingi sana. Maana kwa sasa tuko vizuri, tunaimarika kabisa. Na tulipofika pale Point Zero hatukuishia pale bwana mtangazaji. Tuliavanse hadi mpaka Rusankuku, tukaavanse hadi mpaka Minembwe, sehemu inaitwa Kalingi, Madegu, tunaavanse hadi mpaka Kalonge. Na sasa hivi tuko mjini Minembwe na tunafanya ratisage ili kuangalia nini kinachoendelea, kwa sababu ni muda mrefu sana Minembwe ilikuwa imetekwa na wale majangiri magenge Twirwaneho, na ile raia ya Minembwe walikuwa wameikamata anotage. Ilikuwa ni kama kitu chao ambacho walikuwa wanatumia kuonyesha opinion internationale, kuonyesha ya kwamba labda kuna community ambayo inaonelewa, na ijapokuwa ilikuwa ni uongo mtupu. Na nikwambie ya kwamba wale ambao walikamata ile raia anotage sasa hivi wote wako wanakimbia. Njia ni moja, labda ni kurudi Rwanda, kwa sababu baadhi yao walitoka Rwanda na wengine walitoka Burundi, kwa sababu ni wale waasi ambao walitaka kupindua serikali ya Burundi. Ile ilikuwa ni uongo, zile zilikuwa ni video zile za mbele wakati walipokamata Point Zero. Sasa wakazitelecharge tena na wakazirusha tena mu reseaux sociaux ili labda kutikisa rahia, kwa sababu unajua M23 Twirwaneho wanatumia mitandao sana kwa kupaniki na kwa kutaka kuleta vurugu na labda kwa kugeuza vichwa vya watu wamoja ambao wana akili ndogo sana. Lakini nikwambie ya kwamba tuko vizuri. Point Zero iko sekirize, na nikuhakikishia ya kwamba Point Zero haiwezi kukamatika tena na muasi wowote. Maana kuna askari ambao wanatosha na kuna vifaa ambavyo vinatosha na kuna imarika sana, kwa sababu Point Zero iko msekirite. Ni meacha soko tayari zinaanza kulema, wakaaji vile vile wanaanza kurudi, isipokuwa tu bado kuna mabomu ambazo wanategatega, kwa sababu wale wataalamu tutawaambia ya kwamba waje kutegua zile mabomu ambazo bado ziliacha zinategewa na wa M23. Nimeona karibuni nafasi 8 au 9 ambako nilikuta mabomu zinategewa
na walikuwa wakikamata bomu moja wanaiweka hivi, wanaweka ingine hivi na ingine hivi, kisha wanaweka bruneti hapa katikati, wanaifunga kwenye makamba. Kwa hiyo tunahitaji wale wataalamu kufika Poezero ili kutegue zile mabomu ambazo M23 ilikuwa mnaacha inatega ndani ya mwingine, kwenye njia za kwenda kushota maji, hata kwenye barabara sio RN5 lakini ni route Mwenga ambapo kuna zile maguruneti bwana mtangazaji. Minembwe tulisema ya kwamba tulikuwa tumeizingira, na ni kweli tulikuwa tumeizingira, lakini sasa hivi tuko ndani tayari na raia wote wa makabila tofauti wote sasa hivi wanaimarika. Tuliwaambia ya kwamba wasikimbie, wasiwe tena instrumentalize kama gisi waliwezaka instrumentalize waliwapeleka Kamanyola. Ndio tuliwaambia wale wa Minembwe wakae chonjo, watulie, maana ni serikali ambayo imeingia. Serikali haina shida na raia yoyote. Serikali ni kutafuta tu yule ambaye atapatikana na silaha, yule ambaye atapatikana ni mhalifu, ndio serikali inafuata, ndio jeshi la taifa linafuata. Lakini raia wowote awe wa kabila gani au wa community gani, wote wanahitajika kubaki na kuishi kwa amani, na maaktivite zote zifunguke bwana mtangazaji, kama vile soko ambazo zilikuwa zinalema za Kalingi, za Rugezi, za Ivumba, hata hii soko ya posho, soko za Mikenge, za Kipupu, zile soko zote ni lazima zitalema. Wakaaji watatembeleana, na vile vile kutafunguka kila kitu kitafunguka, nje itakuwa wazi, kwa sababu itakuwa ni tayari serikali imesha libere ile population ambayo ilikuwa anotage, kama jinsi vile mnavyoona wa ADF Nalu wanakamata watu ni kweli Minembwe yapata miaka mingi adui alikuwa na ikontrole. Ni kuambia ya kwamba serikali ni serikali, hakuna kinachoshindikana mbele ya serikali, na arme yetu ni zoefu sana. Tuna wanajeshi ambao wanakamilika kama vile waibu. Hauwezi ficha silaha sehemu yoyote na ibu. Wana zile material kubwa ambazo zinaona hata mbali, zinaona kwa kasi kubwa sana. Tuambie tu yule ambaye atakayeficha silaha atagundulika tu na atashughulikiwa na sheria na atapelekwa mahakama. Lakini yule ambaye atakayejisalimisha na kusema ya kwamba mimi nimechoka na vita, haya, bado kuna ile sheria ya kulinda mtu ambaye amejisalimisha. Nina imani ya kwamba tutakontrol Minembwe vizuri sana, hata ikiwa wale waasi walikuwa wamesha idhibiti muda mrefu, na raia tutawasukua vichwa na psikoloji na watakuwa vizuri bwana mtangazaji. Naam, kama ulivyosikia ndugu mpendwa mtazamaji wa Kwetu News 24, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo kuna nafasi, lakini pia kuna imani ya kushika tena paneo ambayo palikuwa pako chini ya udhibiti wa waasi 23 na kwenda pamoja katika kurudi katika mikono tena ya serikali ya Kongo. Hivyo ndivyo tunavyoendelea. Basi kufikia hapa ni kama sina la ziada ndugu mpendwa mtazamaji wa Kwetu News 24. Niseme asante kwa nami mwanzo mpaka tamati mwa taarifa hii ya habari.